Mwezi Novemba 2025, Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya DCEA imeendelea kudhibiti biashara na matumizi ya dawa za kulevya nchini kwa kufanya operesheni mbalimbali zilizofanikisha ukamataji wa jumla ya kilogramu 3799.22 za dawa za kulevya, kuteketeza ekari 18 za mashamba ya bangi, pamoja na kutaifisha mali za wahalifu wa dawa za kulevya zenye thamani ya shilingi bilioni 3 na milioni 304, huku watuhumiwa 84 wakikamatwa kuhusiana na dawa hizo. Katika kudhoofisha mitandao ya biashara ya dawa za kulevya, Mahakama Kuu Division ya Rushwa na Uhujumu Uchumi ilitoa maamuzi ya kutaifisha kwa mali zenye thamani ya shilingi bilioni 3 na milioni 304 za watuhumiwa Salehe Hamisi Baselemani na Agawari Bachi Fakiri, ambao wanatuhumiwa kwa makosa ya kujihusisha na biashara ya dawa za kulevya. Mali hizo zinajumuisha nyumba, viwanja pamoja na magari. Maombi ya kutaifisha mali hizo yaliwasilishwa mahakamani hapo kufuatia uchunguzi uliofanyika, na ikabainika kwamba watuhumiwa hao wanamiliki mali ambazo zilipatikana kwa njia za uhalifu wa biashara ya dawa za kulevya. Ndani ya mwezi Novemba, mamlaka iliendelea na operation katika maeneo mbalimbali nchini, ambapo jijini Dar es Salaam, katika operation iliyofanyika eneo la Sinza D, tuliwakamata Bwana Cuthbert Kalokola mwenye umri wa miaka 34 na Bi Murath Abdalla mwenye umri wa miaka 19, wakiwa na dawa mpya za kulevya aina ya 3/4 methylene dioxymethamphetamine MDMA vidonge 738 venye uzito wa gramu 177.78 na dawa tiba zenye asili ya kulevya aina ya Rohypnol flunitrazepam vidonge 24 venye uzito wa gramu 10.03. Matumizi ya MDMA na Rohypnol yanaweza kusababisha kuchanganyikiwa, kupoteza kumbukumbu, shinikizo la juu la damu, kifafa, uraibu na hata kifo. Zaidi ya hayo, Rohypnol inasababisha usingizi wa ghafla na hutumiwa katika uhalifu wa mashambulizi ya kingono na wizi, hivyo kufanya dawa hizi kuwa hatari kwa afya na usalama wa mtumiaji. Katika operation nyingine iliyofanyika Mbezi Maramba Mawili jijini Dar es Salaam, tuliwakamata watuhumiwa Jaribu Tindwa mwenye umri wa miaka 38, Ali Meshe mwenye umri wa miaka 39, Juma Mfano mwenye umri wa miaka 20, Rahimu na Mpanda mwenye umri wa miaka 28, Abubakari Ali mwenye umri wa miaka 20, Nurdin Rashidi mwenye umri wa miaka 36 na Faridi Rashidi mwenye umri wa miaka 33, wakiwa na kilogramu 90 za dawa za kulevya aina ya skanka, zikiwa zimefichwa ndani ya matanki ya solar paneli zilizokuwa zinasafirishwa kwenye basi la Falcon aina ya Scania lenye namba za usajili T 372 DFK linalofanya safari zake kati ya Tanzania na Malawi. Mkoani Rukwa, katika mpaka wa Kisesia, tulimkamata Bwana Godwin Henry mwenye umri wa miaka 26, mkazi wa Mbalizi Mbeya, akiwa na dawa za kulevya aina ya skanka kilogramu 244.3 zilizokuwa zimefichwa ndani ya spika, mashine za kupooza hewa, mashine za kukatia majani na vifaa vya kompyuta kwenye CPU. Vifaa hivyo vilikuwa vinasafirishwa kwenye gari aina ya Iveco van yenye namba za usajili wa nchi ya Afrika ya